Mheshimiwa sana Padri Andreas Chekwamba, Kaimu Gambera seminari yetu kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Mheshimiwa Padri William Bahitwa, Makamu wa Kaimu Gambera, Mheshimiwa mapadri, walimu na walezi wa seminari yetu kuu ya Kipalapala, Mheshimiwa Profesa Emmanuel Wabanu, kama tulivyotambulishwa, makamu mkuu wa chuo upande wa fedha, Mheshimiwa Padri Josephat Mande, kapelano wa chuo kikuu wa Mukta, Baba Rekta wa Itaga, Mheshimiwa Padri Patrick Msekwa, Padri John Kulwa, hakimu wetu wa mahakama ya ndoa ya jimbo kuu la Tabora. Wako maparoko wa kutosha hapa, paroko wa Kipalapala, paroko wa Lwanzali. Basi itoshe kusema mapadri wote tuliokusanyika hapa, waheshimiwa mashemasi, Mheshimiwa Sister Veronica Alu, mwakilishi wa mama mkuu, wawepo wakfu wote uliopo hapa, wapendwa mafrateli, wafanyakazi wa seminari, wageni wote waalikwa na wote tulioshiriki katika shughuli hii, itifaki ikiwa imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu, mimi naomba mniruhusu niungane nanyi kumshukuru Mungu kwa mema yote anayoyatenda kwetu sisi sote, kila mmoja kwa nafasi yake. Mungu wetu ni mwema na anatupenda sote pasipo upendeleo. Mimi naamini hivyo, sivyo? Basi tumshukuru kwa makofi makubwa. Na utaratibu wa kupiga makofi nimeupenda. Basi awali ya yote, baada ya hapo pia nitoe pongezi kwa makuu hayo ambayo ametendea sisi sote, lakini kipekee kwa seminari hii yetu ya Kipalapala, ambayo mimi pia ni moja wa watu ambao wamesomea hapa. Nimekuwa mwanafunzi hapa, lakini nikapita hapa mpaka mwaka jana nikishirikiana na hawa walezi wetu wapendwa kufanya chochote kinachowezekana kuwasaidia ninyi au kusaidiana ili tufuatane katika jukumu la upadre. Natoa pongezi kwa mahafali hii ya 99, sio kitu kidogo. Mahafali ya 99 hii ni jambo kubwa la neema na baraka na upendeleo ambao tumepewa kwa jumuiya hii yetu yote ya seminari kuu ya Kipalapala, lakini kipekee kwa kundi hili la wahitimu hawa 89 ambao pia katika historia ilikuwa ni idadi kubwa ambayo haijawahi kutokea kufika hapa kuanza safari hiyo ya malezi. Unaona katika risala yao wanasema walikuwa wanachuo 102. Tumshukuru Mungu kwa makofi. Lakini pongezi nyingine nimpongeze Baba Kaimu Gambera, msaidizi wako, walimu na walezi wote, lakini pia wawekwa wakfu, watumishi na wafanyakazi wa seminari hii kwa kazi nzuri ya malezi. Na naomba mniruhusu niyaseme haya kwa niaba ya Rais wa Baraza la Maaskofu na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, kwa sababu tunajua maaskofu wanaokuwa karibu katika jimbo hilo ambapo kuna seminari, basi ndio kwa matukio mengi wanaweza kuitwa kushiriki, kwa sababu pengine labda ni vigumu kumuita Rais wa Baraza la Maaskofu kutoka Lindi aje kwa mahafali, na wakati katika jimbo kuu la Tabora kuna mwadhama, alafu zaidi ya mwadhama kuna msaidizi wake ambao unaweza wakalifanya eti jamani. Kwa hiyo labda ni bahati hiyo ambayo tunayo. Kwa hiyo naomba niwawakilishe washam baba mwadhama na washam maaskofu wote
kutoa shukrani hizi nyingi kwa uongozi wa seminari kwa kazi nzuri, njema na bora wanayoifanya. Tunajua kazi ya kufundisha sio kazi ndogo, kazi ya kuandaa vipindi, kazi ya kusahisha, lakini seminari zaidi ya vyuo vingine, basi tunajua pia kuna msisitizo wa malezi, kumtazama kila mwanafunzi na kumsindikiza, kumsaidia kwa malezi ya kitaaluma, malezi ya kimichezo, ya kinidhamu, kiroho na mambo kadha wa kadha, malezi fungamano. Kwa hiyo jambo hili si dogo, na ninyi wenyewe mmekiri katika risala yenu nzuri, mmeweka maneno mazuri sana na matamu yenye hekima kubwa kabisa ya shukrani kwa ajili ya hawa walezi wetu, na ni mapadre lakini pia na wale walezi wenza ambao ni watawa na wahudumu na watumishi wa hapa. Naomba kwa namna ile ile ya kwetu ya upigaji makofi, tuwapigie makofi tuwashukuru. Lakini pongezi nyingine nizitoe kwenu ninyi wanafunzi wote wa seminari yetu ya Kipalapala, lakini na wakaaji wote wa jumuiya hii, kwa kuwa shughuli zinaendelea vizuri hapa, maisha yanaendelea, kwa sababu kila mmoja anatimiza nafasi yake. Lakini kipekee tuwapongeze ninyi wahitimu, kwa sababu siku hii ni yenu. Sawa, wote tulikuwa tunaogelea katika siku hii, lakini ninyi ndio mmekuwa sababishi ya kutuweka hapa sisi leo. Katika pongezi hizi pia mimi nimeguswa na masifu yenu. Yaani baba kiongozi wa taaluma alipokuwa akiwaita hapa kila mmoja na yale masifu yake, mpaka mimi mwenyewe nikaogopa. Kwa hiyo tunapenda tuwapongeze. Haya yaliyokuwa yanasemwa hapa yanaonyesha mahusiano mazuri ya kirafiki na ya kindugu, ule ubaba na ukaka unaoonekana kwa mapadri, lakini na sisi ule unyenyekevu wa kusema tuko hapa tayari kupokea malezi na kusaidiwa unaonekana katika hayo mahusiano mazuri na jinsi tunavyofahamiana, kushirikiana na kusaidiana. Mna vipaji vingi na mna uwezo mkubwa na mmeuonyesha kwa nafasi mbalimbali katika maisha yenu hapa ya miaka minne. Ndio maana baba yetu mheshimiwa sana Padri Honestus Lubuva, jina la kwanza nimelipatia, aliweza kabisa kusema handsome wa seminari scout wa seminari na mambo hayo kadha wa kadha. Tunawashukuru na kuwapongeza sana. Naomba tuwapigie makofi wahitimu wote. Mwisho, mimi mwenyewe na kwa niaba ya wageni wote waalikwa, tunawashukuru na kuwapongeza, si tu kwa kuhitimu, si tu kwa kuishi hapa kwa uwepo wenu hapa, lakini pia kwa yote ambayo mmeyafanya kukubali kuwa sehemu ya jumuiya hii, mkaweza kutolea vipaji vyenu kwa uhuru na kwa uwazi kabisa. Michezo iliyoonyeshwa hapa, wimbo, igizo, risala na shairi, inawakilisha mambo mengi ambayo mmekuwa mkiyafanya hapa, na tumaini mtaendelea kuyafanya huko majimboni mtakapotukuta. Tunawakaribisha huko jimboni, huko majimboni. Nasema huko jimboni tafikiri wote mtakuja Tabora. Ila mkiamua kuja hatutakataa, tunawakaribisha. Tunawakaribisha huko majimboni mnapokuja. Kama wapo pia. Mimi sikumbuki nimekuwa hapa, lakini basi sijui kama kuna idadi kubwa ya watawa wanaohitimu leo zaidi ya hawa tuliowasikia wanatajwa hapa. Kwa hiyo basi wote tunaoenda majimboni, tunaoenda mashirikani na mahali popote tutakapokwenda tunawakaribisha na tunaomba mje mtusaidie. Kanisa halijawahi kupata wachungaji mpaka wakajaa wakazidi, yani mpaka wakafurika. Bado mnahitajika, tunawahitaji, tunawasubiri, na nyie ni tegemeo letu na ni msaada wetu mkubwa. Mje mshiriki nasi katika kuendeleza hili gurudumu na kusimika msalaba wa Kristo, kupeleka habari njema popote ulimwenguni. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Tumsifu Yesu Kristo.